Yes, bana mwanamichezo, kwenye mchezo wa fainali ya Mapinduzi Cup Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam Football Club, kuna tukio ambalo limefanywa na mchezaji wa Young Africans, tukio lisilokuwa la kiungwana, tukio ambalo sio la kimpira, Ibrahim Abdulabaka, na ni tukio ambalo linahatarisha career ya mchezaji, lakini pia ni tukio ambalo kwa mchezaji kama Abdulabaka kulifanya kwenye mchezo wa fainali kama ule ni tukio ambalo linakosa heshima kwa mchezaji, lakini linazidi kumshushia kile ambacho amekifanya katika kipindi cha miaka takriban 5 akiwa anacheza ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa sababu gani? Mchezaji kama Ibrahim Abdulabaka akicheza vile, je, wachezaji wengine watajifunza nini? Beki sio kucheza mafaulu ya kuhatarisha. Beki sio kuhakikisha kwamba unaumiza wachezaji wenzio. Alichokifanya Abdulabaka ni uhuni juu ya uhuni. Tatizo ni kwamba waandishi wa habari na wachambuzi wa soka Tanzania wakizungumzia kuhusu kile ambacho wanakifanya wachezaji hasa wa hizi timu kubwa, huwa inageuka kwamba wachambuzi hawazipendi hizi timu. Sasa tatizo la Abdulabaka, ukisema anastahili kadi nyekundu ya moja kwa moja, yule cheupe mwanya anaweza kuuliza, ina maana hakuna mwanasheria Azam FC? Malizeni tofauti zenu na waamuzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikinukuu kutoka kwa mzee wa Jambia Wilson Oluma akisema kwamba tatizo, wachambuzi wakizungumza kwamba kama tukio la Ibrahim Abdulabaka lingekuwa na VAR uwanjani, ina maana kwamba angestahili kupewa kadi nyekundu. Ikija kusemewa kwenye mitandao ya kijamii, inaonekana kwamba watu wanaiponda, watu hawaipendi timu, watu hawapendi wachezaji wa Young Africans. Lakini je, hebu tazama, hata kama ni wewe, kiungwana, kiutu, kiubinadamu, kimpira zaidi, tukio ambalo amelifanya Ibrahim Abdulabaka, wewe ungekuwa ni muamuzi, ungestahili kutoa kadi nyekundu, usingetoa? Labda tuseme yes, mwamuzi hajaona, lakini kama mwamuzi hajaona, kwa nini Ibrahim Abdulabaka endelea kufanya matukio haya kila siku? Tulishuhudia kwenye mchezo wa timu ya taifa Tanzania, alicheza mazambi hivyo hivyo kwa mchezaji wa timu ya taifa wa Morocco, na mwisho wa siku wakapata mkwaju wa penalti, na Ibrahim Abdulabaka ndiye aliyehusika kwenye hilo tukio. Amekuwa na matukio ambayo kiufupi huwa yana athari chanya moja kwa moja kwenye timu, lakini pasipo kujua kwamba matukio kama haya wakija kupitia kamati ya saa 72 ingekuwa kwenye ligi kuu, tayari ametoka kukosa game 5 mfululizo za Young Africans kutokana na adhabu ambayo alipewa shirikisho la mpira wa miguu na bodi ya ligi Tanzania. Lakini ashukuru tu ni Mapinduzi Cup, lakini ingekuwa ni kwenye NBC kwa mara nyingine tena, Ibrahim Abdulabaka alikuwa anaenda kula ban nyingine tena kukosa michezo mingine ya ligi kuu. Sasa imagine mchezaji ambaye ni tegemeo kwenye kikosi cha timu anakosa game 10 katika msimu mmoja ambao una game takriban 30, na maana kwamba hafai kucheza ndani ya timu, pamoja na kwamba tunafahamu ubora na uwezo wake wa kuisaidia Young Africans katika eneo la ulinzi. Lakini matukio haya anabidi abadilike. Viongozi wanabidi wamwambie, lakini wale ambao ni watu wa karibu yake, pamoja na wale ambao wanahakikisha kwamba mchezaji anabadilika kisaikolojia, ni lazima wamfundishe kuheshimu na kupenda wachezaji wenzake, lakini sio kucheza mazambi. Alichokifanya kwa bwana mdogo Ngita Kamanya ni kumhatarishia career yake. Amempiga kiwiko bila hata kwamba alikuwa na mgasi, hapana. Hawakuwa na mpira, hapana. Walikuwa wanagombania mpira, hapana. Kwa ni mazambi ambayo Abdulabaka alizamiria na amefanya makusudi kwa kumchezea mchezaji wa Azam FC, na pale mwamuzi hakuona. Bahati nzuri kwamba Bongo hatunaga VAR. Kama kungekuwa kuna VAR, ina maana na Ibrahim Abdulabaka alistahili kupewa kadi nyekundu. Bahati mbaya, unajiuliza kama ilikuwa ni tukio la kona, kuanzia kwa mwamuzi msaidizi nambari 1, nambari 2, wote hawakuona hilo tukio, na mwamuzi tunaweza tukasema hakuona tukio kwa sababu yeye alikuwa amefocus zaidi kwenye kutazama mpira unaelekea wapi. Amekwenda akamtazama, akamuuliza mwamuzi wa pembeni, vipi wewe umeliona tukio? Lakini hakuona. Lakini kwa video za marejeo zinaonyesha kwamba Ibrahim Abdulabaka alistahili kadi nyekundu, na huu ndio ukweli ambao utabaki kuwa na ukweli mchungu. Huu unawaumiza. Wamwambieni tu Ibrahim Abdulabaka ajifunze, abadilike na abadilishe tabia yake. Sio fair, yani sio mchezo wa kiungwana, na kama huwezi kucheza kiungwana mpira wa miguu, wewe hauwezi, basi kama ameshindwa kucheza mpira wa miguu, aende arudi jeshini. Si tunajua kwamba yule ni askari wa kikosi cha zimamoto, basi arejee akaendelee na kazi yake pale visiwani Zanzibar, lakini sio kwa kucheza kila siku mafaulu ambayo hayafai kwenye mchezo, kuhatarisha career ya wachezaji wengine, kuumiza wachezaji wengine kimakusudi, lakini pia unatengeneza hasara kwa timu, kwa sababu kukosa michezo 5 na wakati huu unalipwa mshahara ndani ya kikosi, wanaokulipa pia hawapendi, kwa sababu mazambi. Hatukatai kwamba kuna zile kadi nyekundu na adhabu ambazo unapaswa kusimamishwa kwa kupewa kadi nyekundu au kusimamishwa kutoka kucheza game, lakini ziwe ni zile za kuokoa timu, lakini sio za kuhatarisha timu kuendelea kupitia wakati mgumu, kwa sababu wewe mchezaji umeshindwa kucontrol hisia zako, umeshindwa kujimudu kama mchezaji na kuepukana na vitu vingine ambavyo sio vya lazima. Kwa hiyo Ibrahim Abdulabaka anapaswa kubadilika kwa ajili ya
faida ya Young Africans na kwa ajili ya faida ya kile ambacho tunaamini anapaswa kudeliver kiwanjani, kwa sababu tunajua ni mchezaji mkubwa mwenye uwezo ambao ni mkubwa zaidi.